Somo la kwanza. Mungu anamuumba mtu, naye mtu anatenda dhambi. Kitabu cha Mwanzo kinaeleza asili ya mtu, tena dhambi yake ya kiburi na uasi. Kwa maana yeye anavunja amri kubwa ya Mungu, akitaka kuamua yeye mwenyewe nini ni njema au mbaya. Somo katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha 2 mstari wa 7 hadi wa 9, tena kipindi cha 3 mstari wa 1 hadi wa 7a. Wakristo wapenzi, tusikilize. Akampulizia puani pumzi ya uzima, mtu akawa kiumbe chenye uzima. Bwana Mungu akapanda bustani katika Edeni upande wa mashariki, akamweka huko huyo mtu aliyemfinyanga. Bwana Mungu akaotesha udongoni namna zote ya miti zenye kupendeza macho na mizuri ya kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa elimu ya mema na mabaya. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa pori aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati Mungu amesema, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamjibu nyoka, twaweza sisi kula matunda ya miti ya bustani, walakini matunda ya mti ule ulioko katikati ya bustani Mungu amesema, msile wala msiaguse, mkila mtakufa. Nyoka akamwambia mwanamke, kufa hamtakufa kamwe, lakini Mungu anajua ya kuwa siku mtakapokula matunda ya mti huo, macho yenu yatafumbuka, nanyi mtakuwa kama miungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke akaona ule mti ni mzuri wa kuliwa, tena wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika ili kupata elimu. Akatoa tunda lake akala, akampa na mume wake aliyekuwa pamoja naye, naye akala. Hapo macho yao wote wawili yakafumbuka, wakajitambua kuwa uchi, wakashona majani ya mtini, wakatengeneza mavazi ya kujifunga viunoni. Ndilo neno la Bwana. Kwa kufikiria juu ya somo, tutaimba zaburi pamoja na waimbaji inayosema
Somo la pili. Neema ya Mungu imeshinda dhambi. Mtakatifu Paulo anaeleza ya kuwa dhambi na mauti zimeingia duniani na kuwapata wanadamu wote, lakini neema ya Kristo imeshinda dhambi na kutupatia utakatifu na uzima wa milele. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 5, mstari wa 12 hadi ule wa 21. Wakristo wapenzi, tegeni sikio kwa kusikiliza. Ndugu zangu, kwa tendo la mtu mmoja dhambi imeingia duniani, nayo dhambi imeleta mauti, na hivyo mauti imewapata watu wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Maana dhambi ilikwisha kuwako duniani wakati sheria ya Musa haikuwako bado. Lakini kama hakuna sheria, dhambi haihukumiwi. Ijapokuwa ni hivyo, tangu Adamu mpaka Musa mauti imewatawala, hata wale wasiokuwa wakitenda dhambi, sawa kama ile ya Adamu iliyovunja amri. Naye Adamu ni mfano wa yule atakayekuja. Lakini neema ya Mungu yapita sana lile kosa la Adamu. Kweli wengi wamekufa sababu ya kosa ya yule mtu mmoja, lakini hilo linapitwa sana na neema ya Mungu aliyewajalia watu wengi kipaji cha neema kwa ajili ya mtu mmoja, Yesu Kristo. Kipaji hicho chapita dhambi ya yule mmoja, maana hukumu ya dhambi yake mmoja imeleta adhabu, lakini neema inayofuata makosa mengi imeleta utakaso. Kama mauti imetawala kwa ajili ya mtu mmoja kwa sababu ya kosa lake yule mmoja, zaidi sana wale wanaopewa kwa wingi neema ya kipaji cha utakatifu watatawala katika uzima kwa ajili ya yule mmoja, Yesu Kristo. Basi vile kama kosa la mtu mmoja imewapatia watu wote adhabu, vivyo hivyo tendo la haki la mtu mmoja limewapatia watu wote utakaso unaoleta uzima. Tena vile kama kwa uasi wa mtu mmoja wengi wamegeuka wenye dhambi, vivyo hivyo kwa utii wa mtu mmoja wengi watageuka wenye neema. Lakini sheria ilipoingia, makosa yaliongezeka, ila
palipozidi dhambi, neema imezidi zaidi, kusudi vile kama dhambi ilivyokuwa imetawala na kuleta mauti, vivyo hivyo neema ya Mungu itawale kwa utakatifu na kuleta uzima wa milele kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Somo la 3 ndilo Injili, na furaha kubwa tutashimama kwa shangilio la habari njema. Bwana awe nanyi. Nawe pia nawe. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo. Sifa kwako, Ee Bwana. Mateo kipindi cha 4 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Matthieu chapitre 4 verset 1er au verset 11. Siku zile Yesu aliongozwa na Roho aende jangwani kujaribiwa na Shetani. Akiisha kufunga muda wa siku 40 kutwa kucha, akaona njaa. Mshawishi akamjia akamwambia, kama ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yageuke kuwa mikate. Akajibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Halafu Shetani akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, kama ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa sababu imeandikwa, ataamuru malaika zake juu yako, na mikononi mwao watakuchukua, usijikwae jiweni mguu wako. Yesu akamwambia, imeandikwa tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akamchukua tena juu ya mlima mrefu sana, akamwonyesha falme zote za dunia na utukufu wake, akamwambia, haya yote nitakupa ukiniangukia na kuniabudu. Hapo Yesu akamwambia, ondoka Shetani, kwa maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtolee ibada yeye peke yake. Halafu Shetani akamwacha, na tazama, malaika wakaja
wakamtumikia. Tushangilie neno la Bwana. Wazazi wangu wapenzi, kaka na dada, shalom. Shalom. Amina. Amen. Tumesema tangu mwanzo wa ibada takatifu ya misa hii kwamba leo ni siku ya Mungu ya kwanza ya Kwadragesima. Kwadragesima maana yake siku 40 ambako Yesu Kristo anaenda jangwani kusudi ajaribiwe na shetani, kusudi amshinde shetani, na kwa njia hiyo atupatie njia, atuoneshe mfano na atusaidie nasi kila mara tutakuwa na jaribiwa. Tumkumbuke Yesu Kristo ambaye naye pia alijaribiwa akashinda. Hakushindwa kama vile Adamu na Eva, bali Yesu ni mtu mpya. Yeye ni Bwana wa ushindi na anakuja ili ashinde. Jaribu inapaswa fikia mtu yoyote, lakini sharti kushinda jaribu. Mungu alimwambia Kaini katika Mwanzo kipindi cha 4 mstari wa 7, Kaini, ukatenda mema utakuwa na salama katika moyo wako na utakuwa huru, lakini ukatenda mabaya, ole kwako, kwa maana dhambi iko mlangoni kwa roho yako na ni kwako kuyashinda. Ukatenda mabaya, sura yako itakunjama, ukatenda mema, sura yako itanyoroka, yaani utakuwa huru katika Bwana. Mema inatuweka katika uhuru, mabaya inatuangamiza. Erilolori kanda bukaya kimbulane. Amina, amina. Amen. Katika hotuba yetu ya leo nilipenda ni lete nukta 3 katika hotuba ya leo. Nukta ya kwanza, tutaongea juu ya maana ya jangwa na maana ya siku 40 ndani ya Biblia. Katika nukta ya pili tutaeleza maana ya jaribu, maana 3 au sura 3 ya jaribu. Katika nukta ya 3 tutaongea sasa kidogo, kadiri Mungu atatuwezesha, tutaeleza kidogo juu ya majaribu haya 3 ambayo Kristo alipata, ambayo shetani alikuja kupigana nayo mbele ya Yesu Kristo. Amina. Amen. Tujue kwamba katika Biblia jangwa ina maana kubwa sana. Watu wengi wa Mungu, hasa manabii wakubwa kama vile Musa na Elia, mbele ya kukutana na Mungu waliingia katika jangwa, walipanda mlimani, wakafanya siku 40 bila kula, bila kunywa. Hata Musa yeye alifanya ile jeûne 2 fois. Amina. Amen. Ukasoma Matthieu 24 kutoka kipindi cha 24 mstari wa 18, pia ukasoma kutoka 34. Kwa maana tura ya kwanza ni wakati Musa alinapokea zile sanduku la magano, 10 commandements, amri 10 za Mungu. Akisha zileta akakuta tena watu wa Israeli wameabudu ndama, akashirika, akakwazika, kwa kuwa Mungu alikuwa wa kwanza kukasirika sana juu ile dhambi. Tena Mungu akasema, Musa, rudia huko, kuja ukajitayarishe tena, ukasimama kwa ajili yao mbele yangu. Tena akaenda fanya nyingine 40 jours 40 nuits. Musa alifanya ile jeûne ya siku 40 2 fois. Amina. Amen. Tunaona mtu mwingine ni nabii mkubwa Elia, wakati yenye Mungu alimtuma kwa wana wa Israeli
na akaonesha njia za Mungu, akawakaripia dhambi zao za kuabudu miungu za Baali, kwa sababu Akabu na mke wake Yezebeli walikuwa wameingiza Israeli katika kosa. Hivyo Mungu akakaripia, na hata Elia akakusanya manabii wote wa Akabu, na Mungu akasema, mseme Israeli kama mutaabudu Mungu wa wapi, au Mungu mmoja tu wa Israeli aliye mbinguni, aliyefanya mbingu na dunia, au mutaabudu hizi miungu za Yezebeli, yaani Baali. Na ile wakati Israeli kasema, wakafanya mashindano, wakatia sanduku mbili au altare mbili ya Baali na ya Mungu. Mnajua histoire, wakati yenye Mungu alishusha moto isiyowakishiwa na mwanadamu, kwa maana ilikuwa test. Yule Mungu atakaye shusha moto bila kitu chochote ni yule wa kweli. Baba wetu wa mbinguni akafanya hayo, kwa kuwa yeye ni Mungu ambaye ashindwake kitu. Tumshangilie kwanza. Amina, amina, amina. Sasa ile wakati Yezebeli aliposikia kwamba Elia amefanya hivyo na Elia akaua manabii wa Baali, Yezebeli mke wa Akazi akawaka hasira na akatafuta kumuua Elia. Ndio maana Elia akakimbia mlimani, na huko akabaki huko katika mlima wa Tabora. Ilikuwa pia mlima ambayo Mungu alishagulia ili akutane pale na manabii, hasa Elia ndio alizoea ile mlima wa Tabora, mlima mkubwa sana. Amina. Akakimbia kwa mlima urefu, na huko Mungu akajonesha kwake, na Mungu akamwambia Elia, akampatia chakula kidogo tu, mkate ambao ndege ulimletea na maji kwenye kisima, kwenye jiwe au mwamba wa Kerite. Tunajua Centre Kerite pale Mukuna. Kisha hapo Mungu akasasa, Elia, unafanya mafungo, utatembea huku mlimani, utabaki na wewe siku 40. Elia akatembea siku 40 mbele ya Mungu bila kula bila kunywa, kwa kuwa sasa Mungu alipenda amrudishe kwa Akazi, amrudishe mbele ya Yezebeli na kumwambia, kama wewe ndio Mungu sema tena tutaona. Ilikuwa kwa kuomba nguvu mpya ili aingie tena katika kazi mpya. Ni kusema jambo la tusaidia ni nafasi ya matayarisho ya kiroho. Watu wote wa Mungu wanapaswa zoea kuingia katika jambo fulani katika maisha yao ili wakutane na Mungu. Jambo yako inaweza kuwa wakati wenyewe unakuwa MCA, unasema ndashinda leo kumulima nikiabudu, nikisifu, nikifanya ndio msalaba, inakuwa jambo. Jambo ni ile wakati yenyewe unakamata kwa kuitolea Mungu, uwe peke yako, uwe na Mungu wako. Na ile jambo inaweza shirikizwa na mafungo kadiri kusikizana na Mungu. Amina. Amen. Tunaeleza juu ya chiffre 40, au kwa nini Biblia unazoea sana nukta 40. Yale nukta 40 ni alama pia ya jaribu, ni wakati za jaribu, au pia wakati wa kutengeneza. Wakati kuko natengenezewa kitu kia mpya, hapo Bwana Mungu anaweza akapatia watu siku 40 kwa kutengeneza jambo mpya. Ni wakati wa majaribu, ni wakati wa kufanya au kujitayarisha kwa jambo fulani jipya. Au pia inaweza kuwa 40 ndio shifre ambayo hata Mungu aliwaambia Israeli, ukakaribia mtu na kumpiga viboko au fimbo, usipite ku 40. Amina. Amen. Ukasoma ndani ya Kumbukumbu la Torati kipindi cha 25 mstari wa 3. Ukapiga mtu usipite ku 40, usipite. Hata Paulo alipata fimbo 40 kumweze. Ukasoma 2 Corinthiens, wa Korintho wa pili sura 11 mstari wa 24. Amina. Amen. Yona wakati alipoanza kazi yake, wakati alitumwa na Mungu, alisema tazama kuna baki tu 40 jours, Mungu anaarifu mwingine yote ya Ninawe. Watu wa Ninawe usiku moja waliposikia habari hiyo, Yona akazunguruka Ninawe yote. Watu wa Ninawe kuanza kumfala mpaka wanyama
wakashuka mbele ya Mungu, wakaanguka, wakasema Mungu utusamehe, twanyere Yesu, twanyere, wakaacha dhambi zao na wakaokoka. Ezekieli, nabii Ezekia, Mungu alimwambia alale kwa upande mmoja wa kuume siku 40 bila kutoka kule kote. Analala kwa upande mmoja kila siku pendant 40 jours kwa kulilia dhambi za Israeli. Amen. Amen. Kwa kulilia dhambi za Israeli 40 jours kutu pale. Baba samehe dhambi, samehe. Na mwile jene yake Mungu akamwambia utakula mkate kukauka na utakuwa mikulia kwenye kuko mavi ya ng'ombe. Bali anjaka kumavi ya mwanadamu kwenye watu wanazoea kufanyizia bezo zao utanisamehe. Amina. Mungu alikuwa anasema utakuwa nakulia chakula yako yote kukabine kuose kwa kulilia dhambi za wana wa Israeli pendant 365 jours, katika siku mingi sana. Na kisha tena ile siku unalala kwa upande wa gauche, ukishamaliza tena unalala kwa upande wa droite pendant 40 jours. Ndio Ezekia akaomba msamaha, akaomba neema. Baba, sitaweza, basi sizoe sinibere, basi unirumie, pima kupunguza tena punition. Mungu akasema okay, haitakuwa tena kukabine, itakuwa njoo kuliko mavi ya ng'ombe. Utakuwa natia chakula hapo pale, yule ile mavi ya ng'ombe kukauka, mkati una chakula kwa ajili ya kulilia dhambi za Israeli. Amina. Matata sana wakati yenyewe Mungu ashashirika ni matata. Tusizoe kushirikisha Mungu. Ambia jirani yako usizoe kukasirikisha Mungu. Amina. Sasa iko pia uito wetu, ikiwa uko na uito wa uombaji au umejiita mwombaji, mnaona mifano ndio zile. Ushafika na wewe kwa ile kiwango cha kukulia kuwese jua dhambi za Kongo, jua dhambi za Afrika, jua dhambi za Ulaya, jua dhambi za homosexual, watu wa kulala mume kwa mume, mke kwa mke, mtu anaoa nyama, anaoa kapuso, kikapuso ndio bibi yake. Amina. Zile dhambi zote zinahitaji reparation, zinahitaji kutakaswa kwa namna mbalimbali za kwa Kristo, kwa maisha yako kujikatalia, maisha yako kupenda na kuogopa Mungu. Amina. Ukasoma pia historia ya mbele Daudi au Goliath alizoea naye kushimama mbele wana wa Israeli kwenda wa intimide na kwa grimace pendant 40 jours. Alikuwa anaenda kule mkambi, mwenye anataka mwenye kuna nguvu akuye pigane nani. Alifanya siku 40 akitangaza hayo. Ni kusema kuonesha kwa Israeli kisi hawiko kitu. Amina. Tunaona pia 40 jours wakati yenye Musa alituma watu 12 huko Yeriko. Ukasoma Hesabu kipindi cha 14 mstari wa 34. Musa alituma watu 14 katika mji wa Kanaana ili kuangalia kuona jinsi wataingia huko, wa espion, wapelelezi. Amina. Mungu Musa katuma wa kwenda angalia mji wa Yeriko na Kanaani, kwa walikuwa kuendelea kule mbele. Tuingie mjigeuzie mkosa watu bakule, mfanye kule siku 40 na Mungu anaangalia mjifemo sawa tende sababu ya vijo kitu mena. Mungu anaangalia maposition wapende kwenye kuko mapadri, kwenye kuko wa polisi, kwenye kuko wa soldat, kwenye kuko ma biro ya leta, kwenye kuko maduka za wakomersa wa tembo. 40 jours. Amina. 40 jours ina maana kubwa. Pia ukasoma kwa kumaliza Genese 53 wanasema kwamba hata mwili wa Yosefu walikuwa nitiako parfum ili isioze mpaka siku 40. Kila siku nitiako parfum ili mwili hiyo isioze. 40 jours. Pia tunaona pia 40 ambayo Waisraeli walifanya katika jangwa kwa kutafuta Mungu, kwa kujaribiwa ili Mungu awatakase na watoke ama watu wabaya na wajinga na waweze wakaabudu Mungu wa kweli. Ili Mungu ateste imani na kukomalisha taifa lake, aliwafundisha miaka 40
huko jangwani kwa kuingia kabisa na kujua roho zao. Amina. Ndio maana jangwa ni wakati wa majaribu. Ni wakati ambako Mungu anapenda kuingiza katika jaribu fulani ili upate kujua Mungu zaidi na upate kumwogopa Mungu zaidi. Ndio maana ile natupitiza kwa nukta yetu ya pili ya hotuba leo. Maana ya jaribu. Maana tatu au sura tatu ya jaribu. Amina. Mungu anaweza akaruhusu jaribu. Sura ya pili, shetani pia analeta jaribu. Sura ya tatu, mwanadamu anaweza akajaribu yeye mwenyewe. Amina, amina. Sura ya kwanza, kweli inaandikwa, mtu asiseme Mungu alinijaribu. Usitie jaribu wakati unapotenda mabaya, unapata matunda ya ubaya wako, asema Mungu alinijaribu. Jaribu lilikuwa kubwa kumimi. Hapana. Yakobo mtume anatuambia jinsi jaribu haiwezi kuwa kubwa kupita nguvu ambayo tumepewa na Mungu. Mungu yeye jaribu yake iko saa masomo, iko saa moto inayotakasa imani yetu, inayotakasa mapendo yetu ya kinywa tu. Mungu nakupenda ni kwanza ile Yesu ni kwanza ile nakupenda. Mungu anaipitizaka moto fulani, situation fulani, kitu fulani ambacho utasema ndio kwa Mungu au hapana, ili Mungu apate kujua roho yako. Na ile jaribu ya kutokea kwa Mungu ni kukusaidia umjue zaidi, umusifu, umtukuze. Na pia jaribu ya kutoka kwa Mungu inaokoa. Jaribu ya shetani ayo inapeleka kwenye dhambi, na kutoka kuzambi inapitizia kwenye kifo. Mungu alijaribu imani ya Abrahamu. Ukasoma Mwanzo kipindi cha 22 mstari wa kwanza mpaka 18. Bwana Mungu akapima kwa kuwa Abrahamu itika kutembea na Mungu. Mungu hawezi kutembea na wewe bila kujaribu. Ambia jirani yako, Mungu hawezi kutembea na wewe bila jaribu. Shangilia Baba kwa jaribu zake za amani. Amina. Mungu hawezi kutembea na wewe bila jaribu. Jaribu inakuja kwa ajili yako tu, kwa kukukomalisha kiroho, kwa kukusaidia ujue Mungu, umpende Mungu, au upandie kwa kiwango kingine. Jaribu ni kama masomo. Mbele kupitia mwingine masomo wanafanya examen. Mkiroho, mkivitu, mubaraka za Mungu ulikuwa mu premier année katika baraka za Mungu, ndio upite mu deuxième. Mungu atasema tuangalie roho yake kama imekuwa tayari kupokea baraka za mgazo wa pili. Tuangalie roho yake kama imekuwa tayari kupokea baraka za mgazo wa tatu. Tuangalie roho yake kama imekuwa tayari kupokea baraka za mgazo wa nne. Tuangalie roho yake kama imekuwa tayari kupokea baraka za mgazo wa tano. Tuangalie roho yake kama imekuwa tayari kupokea mgazo wa sita. Tuangalie roho yake kama imekuwa tayari kubebewa mbinguni na kuishi mbinguni na ngali kudunia. Zile ndizo jaribu za Baba. Baba analeta jaribu ili kutupandisha ngazi. Baba analeta majaribu ili kutuelimisha zaidi, ili tukomae bila saa vita vimeme. Anapenda risusa. Amina. Unashika anasa briki yenyewe inatoka moto ya 100 degree. Jaribu ni yale moto ambayo inasukula roho yetu ili kusikwe taka yoyote ambayo itakurudisha nyuma tena. Mungu akisha kupeleka mbele. Amen. Ndio maana jaribu kadiri mapenzi ya Mungu inakuja kutusaidia. Tunaona jaribu ya Abraham, tunaona pia jaribu ya Yobu. Yobu alipopokea jaribu na imani na matumaini, akaendelea kupenda Mungu. Biblia inasema vitu vyake vyote vikarudishiwa mara. Akazala na watoto wazuri kuliko wasika wote dunia nzima. Akazala Bokerene, Boshelima na Ketia. Watoto watatu ambao Yobu alizala, kisha watoto wake wote kukufa. Kazala Jerima, Kerena, Ketia.
Kezia, sema Kezia. Wenye watazana kesho nisikia sasa bapatia watoto mjina Shelima Kezia ni kajina kabien propre. Lili meruwe. Amina. Shangilia zile jina za watoto wa shule. Amina. Wakati Yobu alimaliza jaribu zake, Biblia inasema Yobu hakufanya dhambi. Alijibia kwa jaribu akisema, nimetoka mavumbini, nitarudi mavumbini. Dunia sikukuja na kitu, na kama Mungu anapenda kunipeleka bila kitu, jina lake litukuzwe. Wow. Mungu akamake Yobu ile imani ikafika mbele ya baba. Baba akasema, shetani nakupika 1-0 B. Mungu akamwambia shetani, sasa nikwambia, ulisema Yobu ataniasi, atanichamba kwa kuwa nimemnyang'anya mali yake yote. Wewe mguse, usikuse. Angalia jinsi ananitetea. Shetani akakufa. Haya. Akarudia saa imbwa, kishajigunja mkia, akarudia na haya kubwa. Amen. Jaribu ya Yesu Kristo ya leo tunaona katika Injili namna gani ilikuwa senye inasukumwa na Mungu. Biblia inasema katika Mathayo 4:1, pia ukasoma Luc 4:1-2, Mark 1:12-13. Ni roho ayo peke inayopeleka Yesu. Roho ya Bwana inampeleka Yesu kwenye jangwa kusudi ajaribiwe. Roho inaweza kukusukuma kwenye kusudi hata ijapokuwa changamoto au magumu, magonjwa unapata, lakini katika ile magonjwa yako Baba katukuzwa. Katika ile esheke yako hata Mungu anataka kukushtukuza ndani ya esheke. Kushindwa kwako mjambo fulani, mbona mimi nashindwa? Baba mara moja unasema, Mungu mimi naomba usamaha, nirudishie nguvu basi. Nilipenda ushindwe ili ujue kwamba mimi peke ndiye Mungu. Usipande kiburi sana. Usiwaze kama kila kitu kinye uko nafaa kinatendeka ni wewe ndio kunakitenda, bali ni mimi. Ndio maana hata maesheke moya ni kwa utukufu wa Mungu. Unaposhindwa usikate tamaa. Unaposhindwa jua ni jambo la maisha, ni jambo la wanadamu, ni jambo la kawaida, bali Baba nataka kwako kuona wapi ulishindwa, endelea tena, shimama, kazana mpaka uweze. Samueli alikuwa anaanza kupatia Daudi conseil na angali kijana. Daudi angali kijana. Samueli mwambia hivi, kila mtu mkubwa, hata kama umesikia habari za watu wakubwa wenye Mungu ametembea pamoja nao, hakuna mwenye hakusaka. Hakuna mwenye hashindoka fasi fulani. Hata wamitume siku moja biko na Yesu kila siku. Yesu anawapendiko naye memba alishindwa kufukuza mtu aliyeko kwa mashetani au pepo akifafa. Paka walikuwa sasa wenyewe wanashangala, tukashinda na Yesu. Wengine siku tuliwezaka. Shetani anaanza kutuogopa kila siku. Basi sema kwa jina la Yesu, kwa intercessor. Kama unashindwa siku moja, usiwaze kama umeshindwa siku yote. Kushindwa yako haiko kushindwa ya Mungu. Kushindwa yako ni namna ya Mungu kuongea na wewe, kuonesha jinsi unapaswa kaza zaidi. Ulikuwa unafaa mamachi, ulikuwa unafaa makopo, kopo yote kumwisho, ulikuwa mkopo ya kuuza parcel, ulikuwa unasaidia mtu kupata kujenga kufanya nini, mekwa mwisho haulipiwe vizuri. Usishangale kushindwa yako, kitu kinyokuwa unaweza kama utaweza, haiko kushindwa, bali Mungu iko na kukomalisha hata kwa njia za majaribu, kwa njia za moto. Amina. Shangilia Baba, shangilia neno za Baba. Amina. Ndio maana tunaona Yesu anaongozwa na Roho Mtakatifu na ili ajaribiwe na pia ili ashinde. Yesu alishinda kwa kuwa kama tuko na Roho Mtakatifu tutashinda kabisa. Petro wa kwanza kipindi cha 5 mstari wa 10 nasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita ili muingie katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawategemeza na yeye mwenyewe
atawakoma, atawakamilisha, atawatia nguvu ili msitikisike tena. Amina. Amen. Tuna ambaye anapenda kutukomalisha mara na mara katika masomo yake ya kimungu. Kwa mtu mwenye Mungu anapenda haisi kosa majaribu. Paulo anaweza kuongea juu ya majaribu yake. Mara nyingi nililala nje, mara nyingi merikebu ilipasuka tukataka zama, mara nyingi nilipigiwa fimbo, mara nyingi nilipigiwa majiwe. Haikusema juu mtoto wa Mungu hawezi ukajaribiwa, hawezi ukagonjwa, hawezi uka. Amina. Uko mudunia na mwili yako juu ingali mudunia inapashwa pata ku vitu mbalimbali au fimbo mbalimbali ambazo katika dunia, lakini roho yako iko safi na thabiti ndani ya Mungu. Jaribu inayoletewa na shetani. Amina. Amen. Kama vile jaribu ya Adamu na Eva. Adamu na Eva wanajaribiwa leo katika somo la kwanza. Shetani amesikia wivu kwa maana Mungu amempenda mwanadamu. Mungu amefanya naye agano, tena Mungu amemfanya kuwa msimamizi wa mali yake yote. Ile usimamizi Mungu alikuwa anampatia shetani. Ukasoma kitabu cha Yobu kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Biblia inasema wakati shetani anatoka kwa dunia alikuwa anaangalia na ruhusa kufika mbinguni mbele ya Mungu, mshauri la Mungu. Mungu anamuuliza shetani, unatoka wapi? Shetani anasema natoka katika dunia ili niangalie na niitishe kuangalia na pia na ni pale shetani alikuwa anazoea kutushtaki mbele ya Mungu. Akishakuta mtu mzuri shetani anamsikia na kanda litoro chini ya Mungu fulani alikosa leo, ulimbariki tupunguze kubaraka yake. Ule alikuwa shetani mshtaki wetu. Tunaangalia jaribu Yesu Kristo. Shetani anamjaribu Yesu Kristo ili amutoshe njia ya Mungu na aweze akamuingiza mzambi, na Yesu angemjeka mwile dhambi angelishinda kwa zile jaribu. Mimi na wewe tutakuokolewa tena leo. Amina. Amen. Shetani anajaribu, tukasoma Ufunuo kipindi cha 12 mstari wa 13 na 17. Wakati kulikuwa vita huko mbinguni, shetani alipotupwa chini akaja akawaka hasira, akawaendea wale ambao wanamwabudu Mungu na kumtumikia, wanaoshika amri zake ili awatishe. Tunasoma katika verset 17 ya chapitre 12 ya Ufunuo. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu kwa ushuhuda wa Yesu Kristo, naye akasimama juu ya pwani. Pia Petro mtume kipindi cha kwanza kipindi cha 5, Petro wa kwanza kipindi cha 5 mstari wa 8 nasema, muwe kiasi na kukesha, kwani mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye anazunguka akitafuta ammeze nani. Ni kusema shetani iko pembeni ya roho ya kila mwanadamu ili amjaribu, amuingizie sumu ya dhambi, katika somo la pili, na ili kupitia dhambi mwanadamu akufe kifo cha milele, asirithi ufalme wa Mungu. Ufunuo kipindi cha 10 mstari wa 10 nasema, msiogope kwa maana mtateseka wakati fulani, kwa maana shetani atawatupa wamoja kati yenu wa Kristo katika gereza ili awajaribu na awazulumu. Shetani ni kazi yake kuzulumu na kujaribu wa Kristo, lakini tuwe waaminifu mpaka mwisho na tutapata taji la ufalme wa mbingu. Jaribu ya shetani ayo ni kutuangusha katika dhambi ili kupitia dhambi tukufe na tusione tena sura ya Mungu. Lakini jaribu ya Mungu inatupeleka juu, inatupeleka kujua Mungu zaidi, kupenda Mungu zaidi na kumsifu Mungu zaidi. Sura ya 3 ya jaribu. Amina. Amen. 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 Amen.
singiza pembeni yako. Mabuka. Pole kelele. Amina, amina. Usipoteze baraka yako kwa saa hii. Neema ziko napita saa hii. Yule anayesikia sauti ya Mungu, anashika neno hili, ataokoka. Amina, amina. Amen. Mwanadamu anaweza yeye mwenyewe kujiletea jaribu, kujiingiza katika jaribu na kujiangusha katika jaribu. Akabule katoa kakasalikoa omuto wako inarekodiko. Mtu yeye mwenyewe anaweza yeye mwenyewe anakatala kusikia, anabaki katika hali fulani ya dhambi, hali fulani ya dhambi, basi pia anajifunga na anaendelea akashuka kabisa katika shimo la mauti. Mfano ya hiyo dhambi ya kujiletea ni Daudi. Na mimi na wewe pia tunaendeka mwizambi wakati fulani. Tukamate mfano ya Daudi katika kitabu cha pili cha Samuel, kipindi cha 11 mstari wa 2 mpaka wa 5. Amina. Wanasema ya kwamba unakumbuka ile kosa la Daudi wakati alipoangalia Bathsheba mke wake Uria. Tulisikia hapa jana juzi katika maandiko matakatifu. Daudi alipanda kupala nyumba yake, alikuwa akizunguka magharibi. Kaolo kunazunguruka. Sasa akaona kwa mbali, jua alikuwa kwa etage, akaona zingine nyumba na madushe zenye zina kwa manjanja, akaona mama au bibi wa Uria alikuwa kinawa na alikuwa akijitengeneza. Amina. Daudi akamwangalia na ule kuachia pale akamtamani. Ni kusema yeye mwenyewe kwa kumtamani Daudi mwenyewe anashinkiza katika kosa. Ukaangalia hayakuwa problem, hayakuwa jambo kubwa, hayakuwa jambo zito. Unaangalia unasema kweli Mungu wabre njika, wabre huwa wasinja tatu. Unaangalia unafuatilia koyo nikwenene ninakwenene na mawila ngiri. Unachia pale unamtukuza Mungu. Ukatamani kile ulichoangalia, unafanya kosa. Amri ya 9 na amri ya 10. Usitamani mke asiye ndoa yako, usitamani mume asiye ndoa yako, usitamani kuiba au vitu vya watu. Pale na kwa dhambi. Amina. Daudi anashingiza yeye mwenyewe katika dhambi. Wakati alipotamani, mara moja akaingia mawazo ya kuitisha watu wapelelezi wake hapa sana mukadolia nindi kwe hapa ndi niko reve ngako babo mia mwende basi yeye mwenyewe alishikiza na akaweka ubaya ndani mwake, ula itoshe apigane nayo au aombe usamaha kwa dhambi ya kijicho. Alibaki na dhambi ikazala dhambi. Dhambi ikazala dhambi mpaka dhambi ikazala kifo, mpaka Daudi akamkosea Mungu. Ijapokuwa alikuwa na neema mbele ya Mungu na ameitwa mtu kadiri ya moyo wa Baba. Mtu kadiri ya moyo wa Mungu. L'homme selon mon cœur. Na Mungu kwa sababu akisha kupenda na amekupenda, hata wanadamu wanakuhukumu kwa dhambi yako au kwa kosa yako, kama Mungu yeye iko na neema yake juu yako. Kwa maana imeandikwa heri mtu ambaye Mungu hamhesabiti na kosa. Hata wanadamu wanasema nini? Daudi mpaka leo iko sokolo yake Yesu, iko mbinguni, iko na kiti cha Baba. Mungu akishapenda mtu na amempenda. Kweli hauna ama kukua mshauri wa Mungu mkambarika yao standache haiko problem yako. Mungu akishapenda amependa. Anapana neema kwa yule anayetaka kupatia neema. Je donne ma grâce à qui je veux. Amina, amina. Amen. Heri mtu ambaye Bwana hamhesabie tena kosa. Heri mtu aliyehurumiwa makosa yake. Kuna watu ambao Mungu amewapenda sana, hata anafanya kosa hapa dunia,
Mungu anamkaribia hapa hapa kwa dunia, na ile dhambi haitaandikwa kwa kitabu chake cha kule mbinguni. Ile dhambi inazimia tu hapa hapa. Mungu anaangalia kisa takupiza modezi ya msesio vinishia pale. Ashaka kuandika kitabu cha uzima. Mungu anasema siwezi kuandika tena na kuzima. Ile je Mungu ashakatana. Amekuwa nasikia kusikia. Asikie. Mtanirumia kama inakuwa mrefu katika hotuba. Ni pale ambapo tumeona ile dhambi ya Daudi kama dhambi ambayo yeye mwenyewe anashirikisha katika dhambi. Mwanadamu anaweza kashisharibu kisha kanaja lalamika, basi mama. Wewe mwenyewe ulijipeleka kwenye masiafu na zimekuluma. Kongo. Amina. Amen. Mtu anaambia mule mko nyoka, anaenda mule nyoka na muluma. Ni Mungu, ni shetani au ni yeye pekee? Wajene muko unakuwa nafika kunyumba swali 20h 21h mama watai kave kanyere watai mama nataka kurepe hatushaki bio repe masomo etide kwa msoti kwa emerance Afrika siku kidogo katubutele tele. Amina. Mshahara wa dhambi ni mauti. Atona jivicha leo kesho yake. Kile kiliko nafaa kule siku moja tu tutajuaka. Na kitatokea kama mimba ambayo hawezi jivicha tena sasa kwa mimba au sasa zara. Ndio maana usizoe kuvicha dhambi. Avichaye dhambi zake. Amina. Hata samehewa. Tusikuna vicha dhambi, tuziungame. Deke dhambi inaingia ndani yetu, tuitoshe mara moja kwa sakramenti ya kitubio. Tuendelee tena na Yesu Kristo. Usiache dhambi ibakie ndani mwako. Secret. Usiache dhambi. Hata karatutere ni mingi. Deke umekosa, tafuta padri, ungama, ukwe propre, ukwe bien. Amina. Amen. Basi mamanyie wakati mshakapita nero wa ule mandroide mamikape mama Kardashian haiko mbaya. Angalia unatosha Kardashian wapi, iko njia nzuri, usijingize majaribu. Amina. Amen. Shalom. Tunaingia sasa kwa nukta ya mwisho. Namna gani Yesu anashinda shetani, namna silaha gani Yesu alitimiza ili atayarishe kazi zake, ili apige shetani amshinde mpaka mwisho. Bwana Yesu anatufundisha kufunga wakati wa Kwaresima na wakati wa kufunga na kusali. Tufunge na tusali. Tubaki waaminifu kwa Mungu. Tuzoe kufanya mafungo moya kadiri utatuwezesha au tunayoita mazoezi ya kiroho, njia msalaba, sapuli, rosario, kutoa sadaka, kutolea jirani yako, aina zote za matendo ya mapendo. Jaribu la kwanza, shetani anamwambia Yesu Kristo, geuza mawe haya yageuke kuwa mkate. Yesu nasema mtu hataishi kwa kula mkate tu, ila kwa neno litokalo kinywani mwa Mungu. Yesu anarudilia Kumbukumbu la Torati kipindi cha 6 mstari wa 3. Anarudilia pia Amosi kipindi cha 8 mstari wa 11. Sitaleta njaa ya chakula bali njaa ya neno, kiu ya neno. Ni kusema tunaweza bakia mbele ya Mungu, tunaweza shiba presence ya Mungu. Ni kusema mambo ya Mungu ipite kwanza mbele ya mambo yote yangu mimi. Mapenzi zako za kimwili haiko mbaya kuzionyesha Mungu au kutafuta useme hii bezo kumenitimiza, ni kule ni pale. Biblia inasema katika Mateo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na unyofu wake,
na vile vingine chakula yote tuko nayo hamu utaipata baadaye. Pia katika Yohana 4:34 nasema chakula yangu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Kwanza leo ukamata ile verse Jean 4:34. Chakula yangu ya kwanza, mbele ni kule kila kitu kyokyote, mbele nitamani kukula kila kitu, mbele nitamani kupata kila kitu, ya kwanza ni kushika amri za Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio chakula chetu cha kwanza. Amina. Amen. Jaribu la pili, shetani akampeleka kwenye mnara mrefu wa hekalu, akasema anguka chini, uko mwintercessor, uko mwimbaji, unaweza imba hata kisomo wewe peke kusi na chikohozi. Uli kwa utulivu na kwa unyenyekevu sema na deje, tuko na kilio, tuko na veki ya kilio kwa fulani, kia tulimba pamoja. Mekiburi yako inasema naimba mimi peke naweza tu. Amina. Usimjaribu Mungu wako bure. Kama unagonjwa, ambia yule mwenye alisema uende imba, mimi nagonjwa sitaweza kuimba leo. Ni simplicity. Amina. Amen. Ni simplicity. Unasema juko ufai hivi. Hapana, uhuru wangu wa kiroho sitatumikisha ovyo ovyo. Tuko na neema ndani yetu, lakini ile neema tunatumikisha kadiri ya mapenzi ya Mungu, bila kadiri ya mapenzi yetu. Ndio maana Mungu Yesu na Moshe pia imeandikwa usimjaribu Mungu wako bure. Na pale Yesu anakamata neno aliloshota katika kitabu cha sheria au Kumbukumbu la Torati 6:16, usijaribu Mungu wako bure. Amina. Amen. Kila mtu kuna niveau yake ya maisha. Kila mtu kuna niveau yake ya kazi. Kila mtu kuna niveau yake ya baraka. Kila mtu kuna niveau yake ya neema au kipaji alichopewa na Mungu. Usitafute kuiga au kufanya zaidi ya kipaji au ya neema au ya capital au ya baraka ulizo nazo. Unajaribu mwenyewe. Mwingine kuna capital ya $200, mwingine kuna capital ya 2000 francs, mwingine kuna capital ya $10. Wale wote wana makapital na zile zote zinafaa kwao. Jitoshelele na neema uliopewa na utumikishe kadiri ya mapenzi ya Mungu. Hapana kuiga na hapana kutamani kitu kilicho juu yako sana. Unapenda Mungu akupatie nini? Akupatie manjanja na una parcel. Yes, umbabanzazi. Ngahimba, hauna parcel. Amina. Amen. Usitafute kuuza parcel wewe mwenyewe kwanza, saa zingine hauyakuwa na nguvu, au kwa mfano uko deuxième année, uko première année primaire. Mama mnapenda na mimi niuze parcel nijenge. Ungali première année primaire. Utajenga. Utauza parcel namna gani? Amina. Tusitamani kukua zaidi ya kipimo yenye Mungu ashakatupatia. Kuku ya kula kadiri ya mdomo yake. Amina. Amen. Jaribu ya tatu. Shetani akampeleka kwenye muki ya Yerusalemu. Maji zake, vizio zake, kafanya pale maji akaonesha Yesu Kristo. Sema Yesu, angalia hii yote. Mara hiyo najua kisi nimepewa na Baba. Shetani mbele niko mshera. Tutaona namna gani Yesu alipokuja na alipokufa na kufuka, Yesu alimnyang'anya ile fujo yake na ile mafunguo. Ndio maana Yesu alisema katika Mateo kipindi cha 28 mstari wa 15 mpaka 19, nimepewa uwezo na mamlaka yote mbinguni na duniani. Amina. Amen. Na katika Wafilipi
Filipi 2 verset 6 à 11, namna gani Mungu amempatia Yesu jina kuliko jina zote, ili kwa jina la Yesu wote wapige magoti vilivyo mbinguni, duniani na kuzimuni. Amina. Amen. Sasa shetani anataka amprie Yesu. Kuna watu ambao wanataka amprie tu bure. Amina. Amen. Sema Yesu, haya yote nitakupatia ukinyangukia na kuniabudu. Yesu Kristo anamrudisha katika sheria ya Mungu kutoka kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Sikiliza Israeli, mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekutosha katika nchi ya Misri. Usiwe na miungu mingine mbele yangu, usizitumikie, usizi. Kwa maana mimi Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na tena Yesu akamrudisha shetani, akasema ni Mungu peke yake tunapashwa abudu. Amina. Amen. Ni pale nitamalizia kwa kuwauliza na kutuomba sana kila mtu angalie kama katika maisha yake hakuna kitu ambacho iko na kipigia magoti ndani ya maisha yake. Zile miungu za maisha yetu, zile miungu za maisha yetu, neema uliopata ukaitumikisha bila Mungu, bila neema ya Mungu, bila unyenyekevu na bila mapendo, inageuka kuwa miungu yako. Amina. Amen. Shamba lako inaweza kageuka kuwa miungu yako. Unapenda shamba sana, umeacha kanisa 3 mwaka ushakenda panga, umesahau mlango wa kanisa. Shamba ngalima. Shamba inaweza kamata kama ufanya angalisho, kama hautumiki na uchunguzi, inaweza kamata nafasi ya Mungu, inakuwa kingine kama Mungu ndani ya moyo wako. Kazi yako ya kuvili, kazi yako ya restaurant, kazi yako ya umenizie, kazi au masomo yako inaweza kamata nafasi ya Mungu. Kuna wanafunzi ambao jubiko na etide mara moja masomo inaacha nazarau watu wote, hata nazarau wazazi wake ambao wanamsomesha. Anakatala hata kuenda kwenye mama alimtuma. Sasa mama, tuko leo na wewe usisumbue ndeke. Usinisumbue kabisa. Unaambia mamako asikusumbue, unaenda kwa etide. Etide na mamako unaangalia pekee. Kitu kile napenda sana ujikaze, ukitumikishe kisikutumikishe. Tumika na neema ulizopewa ndani ya Mungu. Amina. Amen. Usijikute umeabudu shetani bila kujua. Umeabudu mali yako bila kujua. Umeabudu kipaji chako cha uimbaji, cha sala, cha kufunga, unaanza kufunga kila siku mara 3, mara moja kinakuletea kiburi, unaanza kuonea watu wenye wanashinda kufunga. Ufunge. Sisi tunafunga mara 3 kwa siku. Shalom. Unaanza kuonea watu wote sababu ya kitu ulicho nacho kimegeuka kuwa nini? Kitu ulicho nacho, fanya angalisho kisigeuke kuwa Mungu ndani ya maisha yako. Amina. Amen. Tuzoe kurudisha vitu vyote kwa Muumbaji. Ndio maana Yesu anamwambia shetani hata vile unasema iko ni mabe, unadanganya kila siku vile ndio kudanganya Adamu na Eva, ukasema watakufa na walikufa. Shetani, abudu Mungu peke yake na kila kitu kituko nacho ni cha Mungu. Imeandikwa katika Mwanzo kipindi cha 1 mstari wa 1, mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Na Mwanzo 2 inasema mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Bereshit bara Elohim hashamai wewe haret. Mungu akaumba mbingu na dunia na vyote, hakuna kitu dunia au mbinguni kenye Mungu hakuumba. Ndio maana tusiabudu viumbe, tuabudu Muumba. Bwana